ajili ya tukio hili linaloendelea mahali hapa. Napenda niseme kwa Mungu kwamba Mungu asante kwa ajili ya siku ya leo. Siku ambayo tulisubiri kwa hamu, siku ambayo tulingoja na kuliombea kwa muda mrefu, hatimaye siku hiyo leo imefika. Makofi mengi kwa ajili ya siku ya leo. Napenda nishukuru Mungu kwa ajili ya viongozi watumishi wa Mungu ambao wako mahali hapa, na kwa ajili ya kila mmoja ambaye amefika mahali hapa. Napenda niseme karibuni sana. Mungu yuko mahali hapa na tutahudumiwa kwa vipawa vyake vyote vya kiroho na vya kila kitu utavipata jioni ya leo. Amina. Napenda nitambulishe uongozi wangu wa mkoa, maana muda sio rafiki, tukilizane na muda. Napenda nitambulishe mwenyekiti msaidizi wa wilaya ya Nyamagana kama mahali hapa. Tafadhali simama upunge mkono halisi ya mkono na amina. Huyu ndiye mwenyekiti msaidizi wa Nyamagana. Napenda nitambulishe katibu wa Nyamagana. Katibu wa Nyamagana, huyu ndio wa wilaya ya Nyamagana. Msemaji pia wa mkoa, msemaji wa mkoa wa Mwanza. Tunaye pia mweka hazina hajaja, sijamuona mweka hazina. Tunaye mweka hazina wa mkoa wa Mwanza anaitwa Apostolo Kindo, hayupo mahali hapa. Napenda nitambulishe mwenyekiti wa mkoa idara ya vijana, mahali ulipopunga mkono. Mwenyekiti wa vijana idara, mwenyekiti wa mkoa idara ya vijana hayupo. Katibu wa mkoa mahali ulipo mkoa wa Mwanza, katibu wa mkoa wa Mwanza wa baraza la makanisa ya kitume na kijamii. Amina. Mwenyekiti msaidizi wa mkoa wa baraza la kitume na kijamii. Amina. Na mimi ndiye mwenyekiti wa mkoa wa makanisa ya baraza la kitume na kijamii mkoa wa Mwanza. Amina. Naitwa Nabii Esther. Haleluya. Amen. Tunao baraza katika mkoa wetu wa Mwanza, hili baraza la nchi nzima na rais wa mitume na manabii Tanzania nzima. Tuko naye mahali hapa. Haleluya. Amen. Kama kuna mtu yote yuko mahali hapa na anaingia wewe katika mkoa wangu, tafadhali usiondoke kama hujajisajili katika baraza hili. Amina. Katibu yuko pale na mimi ndio mwenyekiti. Ukitaka ili baraza basi utafikia katibu, utanifikia mimi. Tuko katika Mwanza hili tunapatikana. Ukitutafuta tuko na tunapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sipendi kuongea mambo mengi. Napenda nimkaribishe mwenyekiti wa kanda, naye atatoa salamu zake na kisha atamkaribisha naye katibu mkuu. Karibu mwenyekiti wa kanda, tupige makofi wakati mwenyekiti. Bwana Yesu asifiwe. Tumeletwa neno la Mungu na tunatamani neno la Mungu. Naitwa Nabii Celeste. Niko hapa Mwanza nyuma ya shule ya msingi fulani. Mimi ni mwenyekiti wa kanda ya Ziwa. Mungu ni mwema na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ujio wenu. Amini ya kwamba tukio siku tatu. Na siku tatu hii hebu nifanye kama utatu mtakatifu kwenye maisha yako. Kumbuka tuko mwezi wa tatu na tukio la siku tatu, na Yesu alifufuka baada ya siku tatu. Hakikisha maisha yako leo yafufuliwe. Amen. Yaani mambo yanaanza upya. Yaani mambo ya uchumi, mambo ya afya, mambo ya kazi. Siku tatu hizi kila kitu kitaanza upya. Amen. Bila kupoteza muda, naomba nimlete msimamo na katibu mkuu wa baraza ya makanisa ya mitume na manabii. Karibu.
tunatamani tupunge mkono namna hii. Haleluya. Naitwa mtu wa Mungu Nabii Meshaki Manduji, naibu katibu mkuu wa baraza la makanisa ya kitume na kinabii. Kabla ya kupanda katika nafasi kuteuliwa na Mheshimiwa Rais, nilikuwa mwenyekiti wa kanda. Sasa nimwachia Nabii Morris aweze kuendelea na kanda. Makofi na vigelegele. Nakata mtandao kubwa nataka tutumie hii. Hii haiwezi. Nitamke mbele yenu. Haiwezi kusukuma watu wa kwanza mtandao kwenda kwenye moja kwa moja. Siku zote najua. Yaani simu haiwezi. Otherwise kama ile ni Josia asimame apungie mikono. Kama simu yake ina charge, ndio live kwenye FB yake. Alafu yule kumtumia linki WhatsApp achukulie Facebook. Kwa mweke kifurushi kwenye simu ya yule kama ina charge. Sawa. Ili apige ndio ni mwelekeo. Haleluya. Baada ya maneno haya machache, naomba tusimame. Na kabla hatujakwenda kufanya tunachotaka kufanya, nimtambulishe mwenyekiti wa kanda ya Magharibi, Apostle Mutu. Sogea hapa kidogo, sogea kidogo. Huyu jina lake maarufu ni Jeshi la Mtu Mmoja. Baada ya maneno machache, simu kama simu yake na charge, wakati wote kwa namsogeza Mheshimiwa Rais ili kuweza kusema na wewe kwa muda ambao mbele yetu. Ana kitu kwa ajili yako na imani utakuchia. Haleluya. Na hisi Josia anasema ila tunashughulikia bado muendelee kupambana na hii. Alafu wale watembea kupambana Facebook ili hata kudoma anayetuyapanisha Saidia kusema Baba katika jina la Yesu. Jioni ya leo naomba unitumie neno.
litakaloliponya na kuniondoa kwenye maangamizo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema amen. Naomba tuketi. Vile naomba si kama tunaweza kuzima feni au kuna joto sana. Saidie kuzima feni, kama tutaona joto zaidi angalau kuwe na utulivu kwa sababu ni semina. Haleluya. Ndugu viongozi, naibu katibu mkuu, katibu ndugu yetu Nabii Meshack, hongera sana, asante. Nashukuru sana katibu wa rais ndugu yetu Godfrey Fungo Apostle, ndugu yetu Masanja mwenyekiti wa vijana, Mungu akubariki, mwenyekiti wa kanda ya Ziwa Mheshimiwa Morris, Mungu akubariki sana nabii. Ndugu yetu Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa kanda ya Magharibi, Mheshimiwa Nabii Mbutu, umenitia moyo sana rafiki yangu. Nimefurahi sana kukuona. Asante sana. Mama yetu Nabii Esther, mwenyekiti wa mkoa wa Mwanza na mwenyeji wetu, asante sana kwa ukarimu wako. Mlezi wa mkoa wa Mwanza, Mungu akubariki, asante sana. Ni makamu mwenyekiti. Asante sana rafiki yangu. Hongera sana makamu mwenyekiti. Wenye viti wa wilaya, makatibu, watunza hazina na viongozi wote pamoja na wanachama na kanisa la Mwanza, Mungu awabariki sana sana sana. Ninaomba viongozi wangu mliosimama upande ule msimame. Naomba niwashike mkono wa asante. Asanteni sana, Mungu awabariki. Njoni wote. Njoni wote watumishi wa Mungu, asanteni sana. Asanteni sana. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Asante sana. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Asante baba. Mungu awabariki sana, nawashukuru. Asante. Ndugu zangu, nisichukue muda mrefu. Mimi naitwa Nabii Joshua.
Kama nilivyotambulishwa na viongozi wenzangu waliotangulia, ni rais wa baraza letu la makanisa ya kitume na kinabii nchini Tanzania. Nimekuja kanda ya Ziwa kwa ajili ya ziara ya uamsho ambao tunaita nguvu kubwa kila mahali. Tumeona ile nguvu kubwa Mungu aliyotupatia tuliambukize kanisa pia. Haleluya. Ninazo salamu kutoka viongozi wetu wa baraza, makamu wa kwanza wa rais, lakini pamoja na wazee wetu walezi, katibu mkuu. Salamu zao wanasema kwamba Mungu awabariki sana. Nimeongozana na mke wangu ambaye amebaki kwenye maombi, kesho tutakuwa naye hapa. Lakini vile vile nina timu ya watumishi wa Mungu. Yupo ndugu yangu nabii maarufu Kifaru cha Yesu, ni nabii Onesmo kutoka Dar es Salaam, lakini pia ni makamu mwenyekiti wa Itifaki. Ninaye pale Pastor Ezra, yeye ni mwenyekiti wa mitume na manabii mkoa wa Rukwa. Haleluya. Naomba nikabiliane na hali halisi kwamba jambo hili lililofanyika hapa lina utukufu mkubwa sana. Mkutano huu haujatangazwa, lakini nawashukuru mitume na manabii kwa kuruhusu watoto wenu wa kiroho waje kunilaki katika ukumbi huu. Nawashukuru sana. Asanteni sana. Sasa naomba niweke pembeni uongozi na cheo cha rais wa mitume na manabii. Nisimame kama mtumwa wa Mungu niliyeitwa, niwaonyeshe kipawa nilichopewa. Haleluya. Ni vigumu sana kuhudumia watu ambao baba zao wa kiroho wapo, kwa sababu Mungu amewapa uwezo wa kuwahudumia. Basi nifanye kazi moja tu ya kuwaonyesha kwamba baba zenu na mama zenu wa kiroho wametoka kwa Mungu. Na mimi ni mhudumu pamoja na wao. Huduma yoyote utakayoipata hapa leo, naomba utukufu na heshima viwe kwa ajili ya Mungu aliyetuleta hapa. Katika utumishi wangu nimejaliwa karama mbalimbali. Naomba mniruhusu niwahudumie. Biblia inasema hivi: hakika Bwana Mungu, kitabu cha Amos 3:7. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote asipowafunulia kwanza watumishi wake manabii siri yake.
hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote kwako kabla hajawafunulia watumishi wake manabii siri yake. Nataka niliambie kanisa kitu muhimu sana, kwamba kuna tofauti kati ya kanisa na dhehebu. Kanisa linaongozwa na mitume na manabii, na dhehebu linaongozwa na wakuu wa dini. Kwa hiyo naamini hapa lipo kanisa. Na kitabu cha Efeso 4, Biblia inasema alitoa vipawa akawaweka mitume, manabii, wachungaji, walimu na wainjilisti ili kuwakamilisha watakatifu, kusudi kazi ya huduma itendeke. Unapomwamini Yesu na kuokoka, unatakaswa, unafanyika mtakatifu, lakini sio mkamilifu. Unakamilishwa na vipawa vya mitume, manabii, walimu, wainjilisti na wachungaji. Unakamilishwaje? Unakamilishwa katika utu wako wa ndani na utu wako wa nje. Utu wa ndani unapewa neno la Mungu na nguvu za Mungu zinakaa ndani yako kupitia vile vipawa. Na utu wa nje, Mungu huruhusu vipawa kukuponya. Ndio maana kitabu cha Mathayo sura ya 10, Bwana Yesu aliwaambia wanafunzi, msiende katika mji wote wa mataifa wala Samaria, afadhali shikeni njia muwaendee kondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea. Hakutaka waende kwa mataifa kabla hawajaja kwa kondoo aliyepotea ili wamkamilishe. Hao kondoo wanahitaji nini kwa mitume? Anasema mtawapata hao kondoo wakiwa wagonjwa, ponyeni magonjwa yao. Mtawapata wakiwa wametupiwa mapepo, toeni pepo. Fufueni wafu, takaseni wenye ukoma. Kwa kuna uwezekano wa mtu akawa ni kondoo wa Mungu lakini ana magonjwa. Huyu hahitaji toba, anahitaji kipawa baada ya toba. Hujanielewa ninachomaanisha? Unapotubu unapewa haki ya kuondolewa magonjwa yako, lakini hayaondoki hadi aje mwondoaji. Kama umeokoka una haki ya kuponywa, lakini huwezi kupona kabla Mungu hajamfunulia nabii jinsi gani utapona. Tatizo kubwa tulilonalo kanisa la mwisho, kubwa zaidi, ni ufahamu. Hatujui iweje ili iweje, tufanye nini ili iwe nini. Na hii imefichwa kwenye moyo wa Mungu, humfunulia mtumishi wa zamu anaposimama kwenye jukumu lake katika madhabahu. Hamjanielewa? Imeandikwa ponyeni wagonjwa, lakini haijasema jinsi gani muwaponye. Hiyo imefichwa. Kwa nini Mungu ameficha? Hakutaka awe nayo hata mjomba wako, alitaka awe nayo aliyomtuma.
Punga mkono. Kwa nini imefichwa? Hakutaka awe nayo mganga wa kienyeji, alitaka awe nayo aliyetumwa kwako. Na hapa tuwekane sawa mitume na manabii. Sisi ndio tuliopewa jukumu la kumwandaa bibi harusi kabla Kristo hajaja, yaani kanisa. Jukumu hili wamepewa mitume na manabii. Sasa anaposema Bwana hawezi kufanya neno lote bila kumfunulia mtumishi wake, maana yake ni nini? Mungu anatoa ufunuo kwa mtumishi, ufunuo unaosema huyu ameokoka, ana haki ya kujenga nyumba, lakini ni mpangaji. Afanye nini ili ajenge nyumba? Ufunuo huo anapewa nabii au mtume. Hujaelewa? Umeelewa? Amen? Au mchungaji au mwalimu au mwinjilisti. Naomba hizo huduma 5 mjue ndio zinazotembea na ufunuo. Askofu ana ufunuo, ana majukumu ndani ya kanisa, na sifa zake sio lazima awe na Roho Mtakatifu. Anatakiwa tu awe na mke mmoja kama babu yako, na asiwe na fujo, na asipige watu. Na ni kazi njema sana kwa mujibu wa Biblia. Na inasema ni kazi ambayo mtu anayeitamani, anatamani kazi. Kwa ni kazi ya tamaa, unatamani, wanapima vigezo vyako, unapewa. Lakini nabii hutamani, mtume hutamani, mchungaji hutamani, wala mwalimu wala mwinjilisti. Unapewa kipawa. Na ukipewa kipawa unapewa ufunuo wa jinsi ya kutembea na hicho kipawa. Na kila mtumishi ana jinsi yake ya kutenda kazi kwa kadiri ya ufunuo aliopewa. Hatufanani. Kwa hiyo kama tuna tofauti, tusihukumiane. Ndio maana huyu ni bonge, huyu mwembamba, wote ni wanaume. Na wote wanaitwa baba kwenye familia zao. Kwa hiyo tusitishane, kila mmoja asimamie alichoonyeshwa anapoitwa. Ulipokuwa unaitwa uliambiwa nini? Shikilia hiyo. Na usikubali kuiga anachofanya mwenzako. Muulize Mungu, umenituma, umenipa nini kwa ajili ya watu? Kuna kitu Mungu amenipa kwa ajili ya watu wa Mwanza. Nitakupatia siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Jinsi gani nitakupa hayakuhusu, kwa sababu haipo syllabus ya mafundisho ya kuponya watu. Kasome chuo chochote kile, watakufundisha Israeli inapakana na mji gani, lakini hawajui jinsi gani utatoa pepo. Huo ni ufunuo wa Roho unaokuja ndani ya mtumishi wa zamu saa hiyo hiyo anapokuwa kazini.
Tuko pamoja. Ngoja nikuonyeshe kitu. Elisha alisema mleteni Naaman huku kwangu, ili julikane katika Israeli kuwa yupo nabii. Naaman alikuwa na ukoma, wote twajua hiyo. Alipofika kwa Elisha, Elisha akamwambia Naaman, hebu sema akamwambia. Tatizo mmezoea kuombewa, hamtaki kuambiwa. Biblia inasema akamwambia, kajichovye kwenye maji ya mto Yordan mara 7. Alipojichovya akapona. Hallelujah. Asanteni sana. Mungu abariki sana. Asanteni sana. Mungu abariki sana. Asanteni sana. Ile staili ya kuponya ukoma, Elisha hakufundishwa na baba yake wa kiroho Nabii Elia. Wengi leo ni mitume hapa. Tumekuwa mitume baada ya kutokueleweka na baba zetu wa kiroho, zile staili zetu wakasema hutufai. Elisha hakufundishwa na Elia jinsi ya kuponya mkoma. Lilikuwa ni neno la Mungu la ufunuo liloingia ndani ya Elisha kwamba Naaman ataponaje ukoma. Zingatia hiyo. Ukikutana na mtu anayejua utaponaje, lazima upone. Issue sio kuponya. Issue ni jinsi gani atapona. Na ukiwa na hiyo unaponya watu huko unakula mua, hamna matatizo. Sasa wa Pentekosti tumekaririshwa kwamba kila tatizo ni toka. Hapana. Biblia inasema kwa jinsi hii haitoki. Ila kwa kusali na kufunga. Na wangapi wamefunga haijatoka? Anaposema kwa kusali na kufunga, Yesu alificha kwamba kwenye maombi ndio unapopata ufunuo wa jinsi ya kuitoa. Kama mchungaji ukifunga, lazima utoke na password kwenye maombi. Kwenye maombi hatutoki na imani. Imani tunayo tayari, ndio iliyotufanya tuombe. Kule kwenye maombi tunatoka na Bwana asema hivi. Bwana Yesu alimkuta mkoma, ingawa kulikuwa tayari na chuo cha nabii Elisha. Bwana Yesu hakusoma alichofanya Elisha kuhusu mkoma. Aliuliza mbingu. Yule wa Elisha alidumbukizwa kwenye maji, huyu wa kwangu atafanyaje? Mbingu zikamwambia,
waambie wakajionyeshe kwa makuhani. Sema ye! Na kuandaa ili nitakapokuja kukuponya usiwe na shaka nami, najua utaponaje. Uponyaji na ishara ni ujuzi. Sio maombi. Maombi yanakupa password, yanakupa ufunuo. Ufunuo ndio ujuzi naozungumza. Kwa hiyo nikija mimi nikakwambia kitu, amini. Wanafunzi walimuuliza Yesu, tutafanyaje kazi za Mungu? Akawaambia, mwaminini yeye aliyetumwa na yeye. Kanisa la Mwanza mpo? Haya. Usijali mume wako ametoroka kwa miaka mingapi. Mimi najua nitafanyaje arudi anakimbia. Najua itakuwaje. Yesu anasema mwana hawezi kufanya jambo asipomuona Baba anafanya. Ndio sababu anasema ombeni hivi, mapenzi yako yatimizwe duniani kama yanavyotimizwa mbinguni. Kwa lazima usome kwanza lada, mbinguni wana mapenzi yetu. Alafu ndio unaleta wapi? Ukiona mbinguni inanyesha ndio unahubiri mjini kesho itanyesha. Kama hujaona mwanangu, hubiri ubatizo. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sasa hao mitume wote na manabii wanajua cha kufanya ili wewe ufanikiwe. Ninachotaka kwako ni kitu kimoja, waamini. Mkoma, ugonjwa ule wa ukoma wa Naaman ulipona kwa kujichovya kwenye maji ya mto Jordan. Ugonjwa huo wa koma 10 uliponywa kwa kujionyesha kwa makuhani. Hatuhitaji kukalili, tunahitaji ufunuo. Tunahitaji ufunuo. Kwa sababu maandiko, Biblia inasema andiko linaua, bali roho anahuisha. Linauaje andiko? Ni pale unapojaribu kuchukua tendo alofanya Elisha kwa Naaman, unataka na wewe ulifanye kwa mudi. Hapana. Neno la Mungu linapokuja likimjilia nabii ni neno, likitendeka ni andiko, halina kazi tena. Ndio maana Elisha alifanya muujiza, aliletewa neno. Okay, tumwache Elisha, tumemsema sana. Mchukue Musa, anaambiwa piga maji. Lilikuwa ni neno, Bwana asema hivi. Alipopiga maji, alipogawanyika tu likageuka kuwa andiko, ikaandikwa. Amina. Lile pale halipo kwa ajili yako. Lilikuwa kwa ajili ya Musa na wana wa Israeli.
lilimjilia Musa kwa ajili ya wana wa Israeli. Lipo neno la Bwana litakalomjilia nabii wa kizazi chako na ajili yako. Kila neno linamjia nabii, linamjia kwa wakati na kwa ajili ya watu wa wakati wake. Usimtafute Elia leo. Hata ukimkuta atakwambia mimi nilikuwa kwa ajili ya Elisha. Tazama macho yako juu, mwambie Bwana nifunulie. Atakuonyesha mchungaji wako. Atakuonyesha mchungaji wako. Piga kelele, sema amen. Okay, naomba mketi. Mungu hakupi mchungaji kwa bahati mbaya. Hujaelewa? Mungu anaandaa kwanza mchungaji kabla ya kondoo. Unapozaliwa chini ya mchungaji fulani, maana yake majibu yako ya maisha yapo ndani ya huyo mchungaji wako. Una jambo moja tu la kufanya, mwamini. Mwamini. Utakula mema ya nchi. Mungu haweki majibu ya kondoo nje ya mchungaji wake. Nazungumza kwa wale mnaotembea tembea kutafuta nini? Uponyaji. Hapo hapo unapoondoka kwenda kutafuta pale pale ungeona ungeuchukua uponyaji. Sisemi msiende kwa ubiri mbalimbali kuombewa, lakini wewe unajua mchungaji wako ni nani. Mimi sijaja hapa kuwaonyesha kipawa changu. Nimekuja kuwaambia munao manabii, hamjawatumia bado. Kwani ilikuwaje kwa yule aliyekwenda kwa yule tajiri aliyekufa akamwona Ibrahim ng'ambo? Biblia inasema akaambiwa huko duniani munao manabii. Wapo akina Musa. Mchungaji wako ana utajiri wa ajabu ndani yake. Okay, ngoja nikuonyeshe. Kuna tofauti ya kupokea kwa mhubiri na mchungaji. Mchungaji ni nani? Namaanisha babako wa kiroho. Baba huwa hatoi nini? Baba huwa hatoi mkate, anatoa urithi. Wahubiri kama mimi hapa, mimi nimekuja kuwapa mikate ambayo ni miujiza, mtaiona hapa. Na hiyo ndio tabia ya mhubiri. Baba yako hana mbwembwe kama za kwangu. Yeye anakupa urithi. Sasa unapataje urithi kwa baba yako wa kiroho? Shika mafundisho yake. Yanaondoa magonjwa ndani yako. Mchungaji wako haponyi magonjwa, anaondoa magonjwa. Ukishindwa kutofautisha hilo jambo, mwanangu, hutakuwa na hutafanikiwa. Anaondoaje magonjwa? Anakufundisha kutoa zaka,
anakufundisha usitende dhambi, anakufundisha acha umbea, anakufundisha wahi kanisani utoe mchango wa ujenzi, anakufundisha uje kwenye maombi ya kufunga. Jinsi unavyotembea na yale mafundisho, magonjwa yanaondoka. Magonjwa yanaondoka yenyewe. Kwani inasemaje Biblia? Musa si alikuwa mchungaji na watu walimfuata. Mungu alimwambia hawa wanaokufuata kama watakubali kunitumikia kama utakavyowaelekeza, nitayatoa magonjwa yaliyo juu yao na kuyaweka juu ya maadui zao. Bwana kuonyesha. Unafahamu wanafunzi wa Yesu walikuwa 12. Nani aliugua? Kwa nini? Hata Yuda nasikia hakuumwa hata mafua. Ukimfuata mtu aliyebarikiwa, baraka zinakuwa juu yako. Nisikilize. Biblia inasema mtu wa kwenu ikitokea ameugua, awaambie wazee, watamuombea na kumpaka nini? Mafuta. Naye atapata nini? Haina mjadala, lazima upate afya. Haisemi yamkini atapata afya. Yaani hiyo ni automatically mtu, na maanisha kuna possibility unaweza ukaugua. Lakini wewe kwa kuwa ni wa kwetu, una haki ya kupona hata ukikutana tu na wazee. Lakini wazee wawe na rekodi yako. Maana wewe siku za michango unahamia kanisa jirani. Zikisha nunuliwa speaker ndo unarudi. Amen, amen, amen. Nataka uwe mtenda kazi. Nirudi kwa mtiririko nimalize. Ufunuo. Mtumishi wa Mungu anapewa ufunuo wa jinsi gani utapona. Ndio maana ukisoma Yesu alitema mate chini akampaka matope kipofu, kisha akamwambia kanawe kwenye bilika la Siloa. Wayahudi waliuliza, kweli umepona, lakini nani amekuponya? Aliwaambia ni Bwana Yesu. Hiyo haikuwa issue. Issue ilikuwa ni jinsi gani wapakwa mafuta. Kama hatujui ni jinsi gani, tutafeli. Lazima tutafute ufunuo, mbingu zituelekeze. Haleluya. Sasa sisi tunapaswa kujua hilo. Kornelio alimwendea nani? Alikutana na malaika. Malaika alimwambia nenda kwa Petro akwambie ya kupasayo kutenda. Mchungaji wako analo neno la kukwambia. Sisi walokole tukiugua tunapaswa kwenda kwa mtumishi. Kama ni nabii, naposema mchungaji maana yake nabii mwenye dhamana ya kukuchunga, au mtume au mchungaji. Unatakiwa useme, niambie nifanye nini ili nipone. Kwa sababu ishara sio kwa ajili ya kanisa, ni kwa ajili ya kina maulidi na wasio amin. Ndio maana unaona tunapoanza kanisa miujiza inakuwa mingi na tunavuma sana. Unajua shida nini? Kwa sababu wapagani wanakuwa wengi. Wakisha acha upagani wamekuwa walokole, hawahitaji muujiza, wanahitaji fundisho. Kijaribu kuwaombea waponi mpaka uwafundishe. Sasa kanisa linapofika kwenye hiyo season, hicho kipindi cha kufundishwa,
kwa sababu halina ufahamu, linadhani mtumishi kapoa. Kanisa lina vipindi wanangu. Kuna kipindi wewe huhitaji ishara, unahitaji kufundishwa jinsi gani uishi, kwa sababu wewe ni mrithi wa Mungu. Halo? Nadhani sasa hivi mmeanza kunielewa. Huo utulivu ni wa neema huo. Mtumishi wa Mungu anapewa ufunuo. Mungu anamwambia huyu ataponaje. Ngoja. Simama. Sio kwa nini nitani mfuate huyu, lakini nimeongea na wewe. Lakini simama tu nikutabilia kitu. Naona migogoro katika familia. Na Roho Mtakatifu wa Mungu anasema hiyo hali imekupelekea hadi kupata mshtuko wa moyo. Moyo wako una shida ya kwenda mbio. Na Mungu ananiambia shida yako pia inafanana na huyu. Kuna shida kwenye moyo. Na kuna vitu vinatembea mwilini hadi tumboni kunawaka kama moto. Na inafika wakati mwingine miguu inakufa ganzi. Mungu ameniambia atawaponya sasa hivi. Haya ninayo tabiri ni ya kweli. Ni ya kweli. Ni ya kweli. Mama, ni ya kweli. Pole. Sasa najua mnaumwa, najua mna hizo changamoto. Natakiwa nijue mtaponaje. Hapo ndio Biblia inasema muaminini yeye aliyetumwa. Jinsi mtakavyopona ni rahisi tu. Kila mtu, kwa sababu familia zenu mmepitia changamoto nyingi sana za migogoro. Mkawasamea waliowakosea. Namba 2, mkumbatiane kwa upendo. Mimi sijui kama mnafahamiana au la, lakini katika mwili wa Kristo sisi ni ndugu. Amen. Hayo matatizo hayatarejea tena kwenye maisha. Sasa kaeni, unaona ilivyo rahisi. Ukijua how, jinsi gani, ni rahisi. Kwa Petro alimkuta Dorcas amekufa. Uelewi kufa, amefariki. Alipoingia akawaambia watoeni waombolezaji nje. Baada ya waombolezaji kutoka nje, akaingia katika chumba cha maiti, akamwambia maiti, amka. Na maiti akaamka, akatoka nje. Angekuwa Mpentekosti hapo angenena kwa lugha hadi tuchanganyikiwe, kwa sababu anaamini katika hisia. Listen to me. Kilichomfufua Dorcas sio neno amka, ni jinsi gani ataamka. Lazima watolewe waombolezaji nje. Huo ndio ufunuo. Hizo ndio seals za ufunuo. Kwa lugha rahisi, nini kinafanyika kabla ya muujiza? Ukikosa kujua
Nini kabla ya muujiza? Hupati muujiza, kwa sababu hata ukifika nyumbani kwako lazima ujue nini kinafanyika ili ufungue mlango. Huwezi kufika tu mlango ukaufungua, kuna process. Sasa ufunuo ndio utaratibu wa kiungu. Wewe ngoja nikuonyeshe. Petro amefika kwenye mlango mzuri wa hekalu, amemkuta kiwete. Kilichomwinua sio kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti simama, sio hicho. Kilichomwinua ni lile neno, tutazame sisi. Pale ile ndio ilikuwa password. Alipowatazama kuna kitu kilizaliwa ndani ya kipofu. Ndani ya kiwete. Ndio Petro sasa kaweka neno. Au hujanielewa? Kwani ilimgharimu nini Mungu kumwambia Joshua ili ukuta uanguke wazunguke mara ngapi? Ile ndio ilikuwa password. Mimi nina password. Najua hasara ulizopata. Kwa sababu nahesabu karibu miaka 4. Unahesabu hasara. Ukijumlisha pesa ulizobahatika kuzipata, waga unakuna kichwa. Hazijafanya malengo lakini ulizipata. Najua hilo tatizo nalo. Na najua una tatizo la hasira kupita kiasi. Hasa kwenye mazingira yako ya familia. Nadanganya? Kama najua hayo, pia najua utapataje pesa na kuwa bilionea. Najua. Piga kelele sema ye! Piga kelele sema ye! Najua una matatizo matatu. La kwanza, una roho ya kukataliwa. Na hii roho imekugharimu kupoteza watu muhimu sana kwenye maisha yako. Na umejikuta una kamera nyuma yako ndugu yangu. Umejikuta unakuwa mpweke sana. La pili, una huruma sana na unawaamini watu haraka, na hiyo imekugharimu. Na la tatu, naweza kulizungumzia katika mambo mawili: ndoto mbaya na shida kwenye tumbo lako. Mungu aliyeziweka kalenda za mwanamke ananiambia Ibilisi ameharibu mfumo wa kalenda yako. Kwa kuwa najua hivyo, najua pia itakuwaje uwe sawa sawa. Ni ya kweli? Ni kweli yote. Hakika? Hakika, ni kweli yote. Jina la Bwana liwe. Utapona. Pole mama. Hautakataliwa tena. Wewe ni mama aliyebarikiwa. Hey! Kuna mtu muhimu sana kwenye maisha yako. Muhimu mno, umewahi kuwa naye. Na ulikuwa unaamini huyu mtu, ukiwa naye ulikuwa unaona hatima ya maisha yako. Lakini ghafla Ibilisi akamgeuza yule mtu, akawa mtu mbaya sana kwenye maisha yako. Na unaamini kwamba huyo mtu ndio aliyeharibu mtiririko wa mwenendo wa maisha yako. Mungu ananiambia aliondoka kwako ili Mungu achukue nafasi.
Leo natabiri Mungu atachukua nafasi pa yule mtu. Atakupa connection za kimataifa. Naona mipaka ya nchi mbalimbali duniani inafunguka kwa ajili yako. Wewe ni mtu mkubwa sana, kubwa mno. Nenda ukatawala. Karibu. Naam. Nilikuwa na mke wangu. Ndio. Ambaye tulitengeneza maisha. Ndio. Yakawa maisha ya kweli. Ndio. Lakini baadaye alikuja kunizunguka. Ndio. Vitu vyote vikawa backward. Yes. Kwa hiyo nikaanza upya. Yes. Na nilipo hapa naanza upya. Nilipo kwenye foundation. Mungu amekuja. Atachukua nafasi ya yule mtu. Asante sana. Ulichoongea. Naam. Hongera sana. Hongera sana. Mungu akubariki sana. Thank you. Hey! Simama. Pole. Una kiu kwa Mungu. Kiu yako sio ya maji, lakini unahitaji Mungu akupe heshima kama mwanamke. Heshima hiyo inakuja kwako. Kwa sababu ninaona miiba mingi imekuzunguka. Mungu ananiambia hufurahii maisha yako mwenyewe, lakini Mungu ameniambia anakuja kuipa amani nyumba yako. Utaliitia jina la Bwana sasa na Mungu atasikia. Shika tumbo lako. Tumbo lako limebarikiwa. Na nyumba yako imebarikiwa. Na heshima yako kama mwanamke imerejea. Hii roho ya kuteseka kwenye maisha ya familia na kukosa amani umerithi kutoka kwa familia. Wanawake katika ukoo au familia ya mama yako na baba yako wana majukumu mazito sana ya kulea familia. Wengine ibilisi amewanyima watoto, wengine wamebaki wajane, wengine wameachwa. Lakini wewe Mungu alikuchagua, ndio maana amekuweka hapo. Pigania familia yako. Liitie jina la Bwana atasikia. Siongei mengi kwa sababu ya nyota iliyo juu yako. Mume wako yuko wapi? Simama. Unajua nikwambie kitu. Nikwambie kitu. Unajua kwa nini nacheka? Ninafurahi jinsi Mungu anavyokupenda.
Umewahi kumwambia Mungu nipe hekima, nipe hekima, na maombi yao hujawahi kuacha? Hekima unayo. Sasa hivi mwambie Mungu, vipi kuhusu familia? So ndo sehemu ambayo ibilisi anachezea maisha yako. Kwa sababu naona nini? Naona giza. Na kila kitu kilichotabiri hapa ni kweli. Naam. Huyu mama anasema alipitia kazi ngumu sana na ameachwa. Ndio. Na mume wake. Ndio. Kwa anapita kwenye mimba, kwenye shida ngumu na hata ikiwa kifo. Labda tusikie mwenyewe. Karibu mama. Mimi na mume wangu miaka mitano iliyopita, na akachukua kila kitu. Nikaanza maisha mwenyewe, na watoto wangu, kuchukua watoto ninawatunza mimi mwenyewe na ninawasomesha. Lakini upande wa mume wangu wanakuwa wananisumbua, yaani kama wanatamani hata nife, wananisumbua kiakili, ninateseka. Katika unabii nikwambia hivi, kwenu wanawake ndio wanaoachiwa nini? Majukumu mazito. Nimekwambia una kiu yako ni kutaka furaha kwenye maisha yako. Kwa sababu kwenu wanawake wanaachwa, na ambao hawajaachwa wengine wanafiwa, wengine wanaumizwa. Sasa Mungu ameniambia amekuchagua wewe, nimeiona nyota juu yako, upiganie familia yako. Na Mungu yani wewe utapata utajiri wa ajabu. Ndio ile nyota niliyoiona. Lakini usimwache Mungu. Sasa waliokutesa watakuheshimu. Mungu ametua huo mzigo juu yako. Naona unapapasa gizani. Roho wa Mungu ananiambia hili giza. Ndio maana nilipofika hapa, swali la kwanza nimekuuliza mume wako yuko wapi? Kwa nini nimeuliza? Kwa sababu naona giza. Sijui nitolee mfano gani. Nabii Meshaki. Sababu saa hizi wote hatuna vyeo. Mimi naitwa Nabii Joshua, wewe Nabii Meshaki. Unamwona mlezi wetu hapo? Si yupo? Aya, nenda upande wa mama kule. Alafu fumba macho. Mlezi ama ulipo. Mheshimiwa Nabii, nenda kamguse mlezi pale ulipomwona. Ukiwa umefumba macho, naamini hata muona, lakini yupo. Sasa wewe katika ulimwengu wa roho, naona giza limetanda, unapapasa kutafuta lakini huoni, ila unachotafuta kipo, ambacho ni mume. Yupo hayupo, na hili jambo linakuumiza sana. Yupo hayupo, nataka thamani yako irejee. Power in the name of Jesus. Mweke kwenye kiti, mweke kwenye kiti, mweke kwenye kiti, mweke kwenye kiti. Kaa hapo mamangu. Power in the name of Jesus. Yesu amekukomboa. Giza limeondolewa na Mungu amerudisha hadhi ulioibiwa. Wewe uliibiwa thamani. Sasa utathaminiwa. Hallelujah.
Mnahitaji ishara zaidi kujua yupo nabii katikati yenu? Hamjatosheka kwamba yupo nabii? Wangapi wanaamini yuko nabii? Basi kesho ukalete watu 10. Mungu abariki sana. Asante sana. Asante sana. Kigali bwana. Nimeondoka nazo